Na mtazamaji popote pale ulipo, ukiona leo kila mmoja hapa tabasamu tu, pengine unashangaa chakula cha nini? Naam. Shibe inatumaliza. Shibe inatumaliza. Wacha nianze kwanza. Ndo Mimi siachi nyuma jamani. Umeanza tuna KDF. Sijini anze wapi hapa? KDF jamani. Dalmas tumemwacha hapi leo. Shibe tumalize pamoja. Mtazamaji, shibe inatumaliza. Sio itatumaliza. Inatumaliza. Wala si ili tumaliza. Sio ili tumaliza. Yatumaliza sasa. Shibe inatumaliza. Naam. Na kabla tujasonga mbali zaidi, mtazamaji, kipindi Dawati la Lugha awamu ya 3, najua mwelekezi vile vile Hiran Mogaisi upande mwingine. Shibe inamaliza. Manake alivyo kwa hivi sasa sweetie wenyewe wanamuita KDF na vyakula vinginevyo. Tumejongea hapa ili kuweza kuangazia hadithi hii kwa undani kabisa na walimu wangu hapa studioni wako tayari kabisa. Nilikuwa nikimuita pepeto ya isimu jamii. Kabisa. Mwalimu anapepeta kupepeta. Anapepeta. Shibe itumalize pamoja. Inatumaliza, tunasonga mbele ikitumaliza. Mwalimu, hali vipi lakini? Hali nzuri unavyoiona. Shibe inanimaliza. Lakini sasa Dalmas najua saizi machozi yamtoka akiwa kando kwa sababu Shibe haimalizi. Tunakuachia. Lakini Dalmas amekuwa hapa Shibe likamaliza. Ni pengine anatamani tena arejee. Bwana nieleza kwamba anatamani sana tumevutana katika kitengo hiki cha 3. Alikuwa mpaka tukaita bawabu. Aweze kumuondoa. Kabla tujaanza, mwalimu, wiki yako imekuwaje? Sasa wiki imekuwa njema. Ingawa ni siku ambayo tumeisubiri sana na Bwana Malata. Kwa sababu tukijipiga kifua tukisema wakati huu lazima Shibe itatumaliza na tumbo litashiba. Tunataka kushiba. Sasa juma lililopita tulikukosa sana. Ingawa tukaendelea na nilikosa kwa sababu tu kwa Shibe. Kumaanisha ungekuwa kwa Shibe? Naam. Amungenikosa. Sasa tumekupata sasa. Na mwalimu Malata, Naam, upande wako wiki yako imekuwaje? Kwema kaka, twashukuru Maulana kwa kutufikisha hapa na angalau tuweza kutupa fursa hii ya kuweza kuchambua hadithi hii ya Shibe inatumaliza. Limekuwa juma lenye shughuli pilka, hatujakuwa na likizo. Naam. Shuleni bado tunaendeleza masuala ya elimu. Naam. Tunamshukuru Mungu. Wanafunzi wamefunga shule kwa hivi sasa, wengi zaidi ambao tumekutana nao walikuwa wanatuuliza maswali anaposema mwalimu kwamba je, mtaendelea ama vile vile nyie mtakuwa mkifunga? Nikawa nikiwaeleza kwamba sisi bado tupo na tutaendelea kuwepo ili kwamba nyie muweze kujinufaisha na kuwa bora zaidi, manake tupo hapa kwa ajili yako. Shibe la nimaliza. Nataka kwa faida ya mtazamaji tu na mwanafunzi, tutaanzia wapi, tukielekea wapi, tumalizie wapi kwa faida yake tu. Naam. Pengine kwa ufupi, juma lililopita tulikuwa tukiangazia hadithi pia kusisimua sana. Shogake dada na ndevu. Na leo ulikosa hiyo. Tukashtuka tukadhania pengine mwelekezi yetu pale ndio shoga. Tunazipata ndevu zilikuwa. Lakini tukaangazia hadithi ile kiundani, mtiririko tulifanya kwa utaratibu ambao utamwezesha na kumfaidi mwanafunzi yote yule au mwalimu anayetazama. Naam. Tukashughulikia maudhui. Sasa vipengele ambavyo vilikuwa vimesalia tuligusia tu wahusika. Tuligusia kwa ujuju. Alafu mbinu za lugha na za uandishi pia. Tunasema mwanafunzi afanye utafiti wake wa ziada kwa sababu kwetu hapa ni kuyapatia mwelekeo alafu utakuja kuyafuatilia kwa undani. Lakini natumai hadithi hiyo ilieleweka kabisa. Na kidogo tu kaka. Juma lile hili ambalo lakamilika tukapata ujumbe kutoka baadhi ya shule fulani. Sasa vijana fulani waliamua kuvaa kama wasichana wakaingia kwenye bweni. Mwalimu, najua hapa tuzungumza waziwazi bila uoga. Usiseme shule fulani. Zilikuwa kwenye taarifa wazi. Ya upili ya Kibabi iliingia pale Cardinal Otunga pale. Shule ya upili ya Cardinal Otunga. Na hizo ndio tabia ambazo zilikuwepo, maana yake nakumbuka wakati ule vile vile enzi zetu tukitoka katika shule yetu ya upili ya Kolanya na kuingia katika shule yetu ya upili ya. Kwa hivyo ulikuwa shoga. Shoga mwenye ndevu. Sasa wale wengine
Kitu ambacho alikuwa akifanya wakati ule alikuwa ananihonga. Anipa umetuona ndio lakini usiseme. Kwa sababu ulikubali hongo, uko na nafasi yako katika hadithi hii shibe ya kumaliza. Una bahati Lulua hakukutazama. Lulua ungemhonga. Ungeweza. Sasa moja kwa moja basi itabidi tuchukue nafasi yetu ili kumtayarisha mwanafunzi vilivyo katika hadithi hii shibe ya tumaliza. Naam. Sasa tumeelewana na mwalimu Bwana Mwalata, mtiririko. Hicho ndo kilele cha hadithi fupi. Ndio muhimu. Na tulisema tutakuwa tukivalia njuga mtiririko kuliko chochote. Sababu bora mwanafunzi ana ule mtiririko basi maudhi atakuja, wahusika watakuja, chochote kile kitakuja. Ukisema mtiririko mwalimu itabidi ufafanue kinagaubaga ama kwa undani zaidi. Maana kuna mwanafunzi hapa anauliza sasa mtiririko hapa ni nini na mtiririko wa nini haswa? Yaani mtiririko hapa tumaanisha ploti, tumaanisha muhtasari, tumaanisha mtiririko wa vitushi, mfuatano wa matukio. Kuanzia tukio la katika hadithi hii ya shibe na tumaliza kwamba inaangazia nini. Na bila shaka nitakunjua jamvi la usemi wa mtiririko kabla nimkaribishe kakaangu achachawize mawili matatu kwa ajili ya umuhimu wa mwanafunzi, mwalimu na hata si tu mwalimu bila hata wapenzi wa lugha ya Kiswahili. Naam, shibe inatumaliza ni anwani aliyoipa huyu mwandishi Salma Omar kutoka taifa gani kaka? Kutoka Tanzania. Tanzania. Ameandika vitabu vingi sana huyu Salma Omar. Na mojawapo ya hadithi alinua shibe inatumaliza. Jamani, tunapoangalia kwanza maana ya shibe, wajua shibe inamaanisha hali ya kutosheka inatumaliza. Na hadithi inanoa nanga kwa wahusika wawili wakuu kwanza, ambapo ni mawaziri, ministers. Wahusika hawa mmoja anaitwa nani kaka? Mmoja alikuwa anaitwa Sasa na Mbura. Wa kwanza ni Sasa na wa pili ni Mbura. Saa 6 kamili za mchana wamejikunyata katika nyumba jirani ya mhusika mwingine ambaye anaitwa Bwana Mambo. Wakifuatilia matukio. Mawaziri hawa wawili wanafuatilia matukio katika boma matukio katika boma la Mzee Mambo. Kulikuwa na mambo kule, twaja hapo. Sasa Mbura, wajua ile neno wahusika wawili wote ni wa kiume sivyo? Ndio. Wote wa kiume na waitwa Sasa Mbura, ukiunganisha pamoja ni Sasa Mbura. Ndugu mtazamaji, jaribu kuelewa kwamba labda nini maana ya Sasa Mbura. Je, Sasa Mbua, Sasa Mbura? Tujaribu kuona kwamba mbona wakaitwa majina hao Sasa Mbua, Sasa Mbura, Sasa Mbura. Kwa hivyo na moja kwa moja katika hiyo hali tunapelekwa tuelewe kwamba hao wahusika wawili walikuwa mawaziri. Wizara gani kaka? Walikuwa na waziri wa mipango na mipangilio. Wizara ambayo inachukuliwa kwa ngumu zaidi na mipangilio. Wizara ambayo ilikuwa ni ngumu sana. Naam. Hakuna wizara iliyokuwa ngumu kama hii. Sababu ilimtaji mtu aliye na akili, mtu aliye na uwezo wa kupanga na pia kupangua vile. Hiyo ndio wizara ambayo kwa wahusika anapanga na kupangua. Ndio wizara ambayo kwa wahusika wawili walikuwa wakifanya. Lakini tuangalie licha wao kuwa na kazi ngumu walikuwa kifanya. Nakumbuka kuna bwana ambaye alikuwa anaitwa Bwana Mambo. Wale wanapopanga na kupangua, Bwana Mambo alikuwa akija na gunia kupakua mshahara mkubwa kabisa kwenda nyumbani. Yeye ndiye alikuwa waziri. Waziri kivuli. Ukimuuliza wizara yako inahusu nini? Atakwambia Kiingereza. Anakuambia bwana, huku third world bwana. You know, lakini hakuna chaguo ambacho atakuwa amesema. Sasa sherehe ambazo zilikuwa zikiendelea katika boma lake ambalo lilikuwa likitazamwa na kina Sasa na Mbura wamejikunyata jamani, mawaziri wamejikunyata wanasubiri shibe. Hii ilikuwa ni sherehe ambayo Bwana Mambo alitayarisha kwa sababu mtoto wake mmoja wa kwanza alikuwa anajiunga na shule ya chekechea. Nasari school. Wameita nasari. Sasa wakasherehekea. Na wa pili vijino viwili vinachipuka kutoka pale kwenye ule ofisi. Akasema mambo mawili, kama wewe ni mzazi mwenye akili timamu si sharti uandae sherehe. Kwa hivyo wakaandaa sherehe. Na sherehe ya kukata na shoka, si tu sherehe. Ni sherehe kubwa sana. Kubwa. Na unajua haya yote yanaambatana kwa sababu pia na uwezo wake mkubwa. Ana pesa chungu nzima. Na anamiliki serikali. Kiandaa sherehe kama zile. Anafanya kazi kwa serikali katika wizara ambayo hajui mwenyewe. Yeye mwenyewe hajui. Kwanza anazungumzia vizuri kilukata tu kauli kidogo na kuchunguza ukurasa 39 aya ya 3 anasema
haya, hivi vyeo vyangu maana yake nini hasa? Umuhimu wake upi na majukumu yake je? Mungu wangu we, muda sasa natoka kwangu kombora. Yani mwenyewe hajui kwamba kazi yake ni ipi. Na unajua kwake haikuwa vigumu mtu kuulizwa umefanya nini. Katika hii wizara bora umeenda, umeingia, umeonekana. Hicho ndio kitu ambacho kilikuwa muhimu. Muhimu Kuonekana ambacho utakifanya. Na mshahara kuna kitu ambacho hujiangazia. Japo alikuwa na vyeo, yeye hakuwa analipa mshahara. Hakuwa akilipwa. Yeye alikuwa anapakua. Mwenyewe anapakua ya kwamba hii anitosha. Anaenda zake. Na katika hiyo hali kabla ya sherehe akawa na shairi fulani kwa mtindo wa wimbo, mtindo ambao unakandamiza, shairi linalokandamiza wanyonge. Kwa umuhimu wa msikilizaji na mtazamaji, utakuta kwamba shairi katika ukurasa 37 aya mwisho, eti Mola ndiye atoae akampa mahuluki, humpa amtakaye huyo ndo humbariki, na kila amnyimaye kupata hatodiriki, mpewa hapokonyeki alipewa, aliyepewa kapewa, mwisho hata ukifanya chuki bure unajisumbua. Jamani, shairi hilo toka kwenye Bwana Mambo, yeye ni kujipakulia. Hajali wale mahuluki wa chini, anawakejeli. Anasema yeye kapewa na Mola, kwa hivyo hawezi akaponyeka. Na unajua ilikuwa ni kawaida ya Bwana Mambo kila wakati akiwa na sherehe zozote katika boma lake, kwa sababu unajua pale ambapo senti ni nyingi na hakuna kazi za kufanya, sherehe zinakuwa nyingi mara nyingi. Hasa kila wakati alipokuwa na sherehe, alikuwa anahakikisha kuwa huu wimbo wa taarab ambao tumeusoma hapa kishairi lazima ungechezwa. Na unajua ungechezeshwa tu na mtu yote, kwa sababu DJ wakuja kuchezesha nyimbo katika sherehe yake ni mtu aliyekuwa akijulikana. Sasa Bwana Mambo ashaandaa sherehe. Nyimbo ndio zile zinaimbwa kwa kejeli wale maskini wasiokuwa na chochote. Ilhali wale ndio wanafuja pesa kwa sherehe ambazo zina mbele wala nyuma. Alafu sasa Nambura ndio wale tumesema wanatazama. Matukio haya yote yaliokuwa kiendelea yalikuwa yakitazamwa moja kwa moja live kabisa kupitia runinga ya taifa. Sasa kuna runinga ya taifa, kupitia Facebook, kupitia WhatsApp, kupitia yani sherehe hiyo. Na unajua sherehe ni ya nini? Mtoto wa kwanza kifungua mimba anaingia chekechea. Alafu wa pili vigego vya chomoka. Sherehe hiyo zungumzia kidogo kuhusu kaka. Kulikuwa na magari. Haya magari yalikuwa yanafanya kazi gani? Magari yalikuwa ni ya serikali ambayo yalikuwa kitumika pale. Hapo sasa kusomba watu, jamii kutoka jamii ya Bwana Mambo, marafiki wote ambao walikuwa wanastahili kuhudhuria ile sherehe. Na isitoshe, magari haya yalikuwa yakifanya kazi za upuzi hata kwa wakati mwingine, kubeba watoto kuwapeleka kuoga na kuwarudisha. Kuwarudisha kwenda kuoga. Kubeba maji, mapambo, na viti na mapambo na kila aina. Kwa hivyo, hayo ndio matukio na hizo ndio shughuli ambazo zilikuwa zikitekelezwa na yale magari ya serikali. Ya kifahari tena. Na usisahau, yote haya yakitendeka yanatazamwa live kwenye runinga taifa na kwenye mitandao. Wakipelekwa kuoga, natazama yale matukio. Yalikuwa yakitazama. Hawakujua. Sasa muda unaposonga, sasa Nambura wamekaa pale wanasema sisi tuwaona wale watu. Wacha tunangojea. Tuna kitu kimoja tu tunategea. Tunangojea tu kitu kimoja. Wakati wa mlo mchana mwema ukafika. Mchana mwema ukafika. Kumaanisha kwamba walikuwa karibu hapo. Walikuwa karibu tu. Tazama tu kwa umbali yale matukio. Moja kwa moja. Japo hapo karibu zaidi. Ako karibu zaidi. Ndio, lakini sasa wameza mate pale, wamejikuta kunyata kwenye baraza fulani ya nyumba fulani. Hasa wakati ambapo mchana mwema ulifika, saa 6:30 yasema, saa 6:30. Foleni. Gari likaja la chakula. Limebeba jungu kutoka Ikulu. Jungu ndo lile linateremshwa. Unajua chakula akipikwa hapo. Akipikwa kwenye Ikulu. Avipikwa hapo kwenye Bwana Mambo. Avipikiwa tu kwingine. Watu hawajui. Hawajui, viletwa tu. Kimepikwa bora umekula. Hawataki kujua wamekula nini. Sasa jungu lipoteremshwa, sasa Nambura pia wakasema sisi tutakuwa pale. Inabidi pia kiteremke. Ndio, kwa Bwana Mambo. Mambo. Wakaunga foleni. Konga foleni. Chakula cha kwanza wakasema hiki hatuwezi kula tukiwa tumekaa. Ni kutuliza njaa kwanza ndipo tutuliza njaa, kupunguza. Wakachukua kile chakula la kutumbukiza, wakasema kilikuwa kinatumbukia kana kwamba warusha mawe ndani. Warusha mawe. Wakarudi tena. Sasa wakaunga foleni vizuri. Mdomo upangusa sahani mkono. Saizi walipakia kupakia.
Sahani wakasema Sahani. ukitaka kushiba kaa pale utulie kisha panga vyakula Panga vizuri tumbo. viingie kwenye kona zote. Na usikawa wawili walipanga bwana. Sasa Baada ya kupanga sasa, unajua ukishiba sana wajisahau. lepe. Usingizi lepe ndio hilo. Lepe. Usingizi hauna adabu. Usingizi ukawavamia. Wavamia pale bwana. Naam. Na unajua sasa wakati usingizi unawavamia pia matumbo pia lazima yalalamike. Sasa wakati huo hakulalamika, alianza kuzungumza sasa. Hapo wanalala sasa matumbo yanaanza kuzungumza. Kaka uzungumze wa matumbo yalihusu nini? Sasa tuseme kaka mimi ndio sasa na wewe ni mbura. Naam. Kuna mchele au Akauliza, tumbo basmati ama nini? Mimi ndio mbura, si ndio? Ndio mbura. Nimekula ule mchele wa Mbeya. Mchele wa Mbeya? Mimi nimekula basmati. Basmati. Ukala tu vile virefu. Mchele gani huo? Mchele gani huo mrefu? Ukipikwa humuka. Hawezi kurefuka. Uko vile vile. Yani katika hali fulani tunasema kwamba wakati matumbo ya hawa wawili sasa na mbura yanazungumza ya kwamba wewe umeshiba kweli? Mimi sijashiba. Chakula chako ni bora. Chakula chako ni bora. Naam, sasa katika hiyo hali na wote wakati ule wamelala. Naam. Wanachukua tu lepe. Wimbo ndio mazungumzo ndio yanaendelea hapo. Katika hiyo hali basi ikabainika wazi ya kwamba sasa alikuwa anapendekeza sana ale mchele wa basmati. Mchele wa basmati hautoki Afrika. Hautoki, unatoka nje, sivyo? Unatoka nje. Na wanadharau sana mchele ambao watoka Mbeya. Wasema mchele kutoka Mbeya unapopikwa wafanya nini? Kizidisha maji kidogo, moto kidogo, yukokuwa tope. Ni mchele ambao ukiupika utarefuka, utakatika, utaumuka. Tofauti na basmati. Wenyewe watasema kwamba inageuka kuwa kama ugali. Unajua basmati pale wanasema huo ni mchele gani? Ambao ukiupika huwezi kurefuka. Ukiupika huwezi kuumuka. Ukiupika huwezi katika. Hata utumie moto kiasi gani na utie maji kiasi gani, basmati utakubakia tu kuwa mrefu mwembamba. Kisha anasema usi mchele, pengine ni vipande vya plastiki ndivyo vimeletwa. Na unajua kitaja haya, usisahau kwa tumewahi sikia mambo kama haya. Kenya wakati fulani huenda waliagiza michele kutoka China. Au pengine ilikuwa ni vipande vya plastiki. Sasa kwa hivyo wakati ambapo wanazungumza matumbo yanazungumza, simu ndio ile ikawabutusha wale watu kutoka usingizi. Jamaa anaongea sasa kuambia sasa na kutazama live kabisa. Kumaanisha yale matukio walipoenda pale walidania huenda pengine wameenda kisirisiri. Bado yanapeperushwa. Kila kitu kilikuwa kipeperushwa. Wimbo unachezwa. Nyimbo ambazo zilikuwa zimepangwa na yule DJ. Ni nyimbo za hali ya juu, za kikejeli na kuwasuta wale maskini. Na yule DJ, au DJ si mtu mdogo. Si mtu mdogo. Kwa sababu yeye anafanya kazi na viongozi. DJ anamiliki bohari la dawa. Ambayo serikali itakuja kununua kwake. Na juzi tu amelipwa mabilioni kwa sababu ya shughuli tu ya DJ. Kwa hivyo ni mtu ambaye ana chake. Naam. Bwana Mambo alipomuita pale na kumwambia hizi ndio nyimbo ambazo utapanga kwenye santuri, lazima angefuata sheria. Na unajua haya yote yanapotendeka, kumbuka tunazungumzia shibe inatumaliza. Tunapatana vizuri? Lakini sasa katika shibe atumaliza, sasa ni kauli gani kubwa ambayo tunajaribu kuileta hapa? Unajua kuna mtu ambaye haelewi. Kwa sababu kuna fumbo ambalo lipo katika mada shibe tu. Shibe atumaliza hapa yamaanisha pengine kwa sababu ya ufisadi wetu kupita kiasi, tumekula vingi kupita kiasi. Baadaye tunaanza kulemewa na magonjwa. Sisi ndio wale kisukari. Sisi ndio wale ugonjwa pressure. Ni haya magonjwa tu ambaye tutayafananisha, tutayanasibisha na watu wa tabaka la juu. Ndio kuna ugonjwa wa kitabaka huo. Kuna ugonjwa pia kimaskini. Sasa wale waliokula shibe kwa wamaliza, inawamalizia kupitia kwa ugonjwa. Ndio. Kuna muongeza mwalimu. Moja kwa moja basi kafika hapo na kajulikana kwamba wao wanaonekana moja kwa moja katika vyombo vya habari. Na natumai katika muhtasari basi nazungumzia hapo. Labda iwapo kaka tarejea kidogo kuhusu anwani ama tuye katika swala la dhamira. Kitu ambacho tunataka tu mwanafunzi yote yule aelewe. Na mwalimu natumai ni kauli ambayo tumekuwa tukizungumza na wewe mara nyingi kuwa umuhimu wa masuala mengi katika hadithi fupi ni mwanafunzi kuelewa ile matini na kumpatia ule mtiririko. Na mtiririko aliyekuwa na shida ya kupata ule mtiririko tulimpatia suluhu. Na suluhu ndio hii. Jua kila mhusika katika hadithi. Jiulize
huyu amefanya nini, huyu amefanya nini. Hawezi mtaja sasa bila kumtaja Mbura. Naam. Na utamtaja sasa na Mbura bila kusema alienda kwa sherehe ya Bwana Mambo. Naam. Na utamtaja Bwana Mambo bila kutuambia kuwa alimleta DJ aliyelipwa mabilioni ya pesa. Mabilioni ya Kwa hivyo pesa. pengine ukifanya hivyo mtiririko unaupata. Unaupata. Kumaanisha tunataka kutoa kwenye nadharia na akili za wanafunzi, pengine na walimu wengine ambao utakuta pengine kwa mambo ya fasihi bado hawajabobea. Tuache ule mtindo wa kunakili moja kwa moja miongozo. Naam. Tuanze kufikiria kuwa sisi pia tuweza kuunda miongozo yetu. Kwa hivyo walimu, pengine unachojaribu kumaanisha hapa, kuna swali ambalo mwanafunzi ataulizwa aweze kupeana muhtasari tu wa jinsi mambo yalivyo katika hadithi fulani. Anaweza kapewa muktadha. Muktadha na muhtasari utamsaidia kupata muktadha. Anaweza pewa muktadha, na anaweza pewa swali lingine la insha. Tayari mtiririko utamsaidia kupata lile jibu. Kwa mfano hivi karibuni mwalimu nakumbuka lile swali la wanafunzi wanaulizwa waonyeshe jinsi swala la dini limetumika kwa kurejelea hadithi zote mbili kutoka diwani Tumbo Lisiloshiba. Naam. Ni mtihani uliopita na tumeelewa. Kabisa. Sasa hapa tukiangalia hili swali kwa umakini, mwanafunzi ambaye anaelewa mtiririko katika hadithi husika atapata hoja. Naam. Kwa hivyo cha msingi kwa mwanafunzi asikimbilie kwanza maudhui, dhamira, sijui lengo. Cha msingi kabisa ni kuangalia mtiririko wa vitushi, ya kwamba jinsi hadithi inavyoteremka, inavyoanza hadi inavyoisha, ndio jambo la msingi kabisa. Na mwalimu ameongeza kitu kingine kikubwa zaidi kwamba kwa mwanafunzi kufanya hivyo lazima awaangazie wahusika. Wahusika ni kila kitu. Naam. Unajua wewe, mimi, Bwana Malata, sisi ni wahusika. Naam. Ukitotoa maudhui haya yatakuwa yamekoma. Naam. Maudhui haya yanakuwa kwa sababu ya uwepo wetu. Hadithi hii itakosa umuhimu. Shibe itakosa kutumaliza. Sasa lazima tuhakikishe kuwa tuwahusisha mhusika katika maelezo yetu. Tutakuwa na chochote kile mwalimu. Si ndio? Kwa utafiti wetu tumegundua kuwa hayo ni muhimu sana. Naam. Na pendekeza kwamba kaka mwelekezi na mtazamaji, iwapo tunaweza tukatafuna kidogo kwanza ni kwa nini mwandishi akaandika hadithi hii. Yaani dhamira. Na wajua kakangu mara nyingi huwa anakuwa ana ule mtindo, jamani nimekuwa na hii tabia mbovu, hebu ingiza kidogo na kumaliza angalau. Angalia kwenye ikulu pekee, anaangalia kwenye ikulu, wanakupigia simu, inakuaje? Kina sasa natumai. Kwa hivyo kakangu OJ, kuna jinsi ambavyo yeye huwa anafafanua maana ya dhamira. Kaka, tufafanulie tafadhali. Na haya tunafanya yote kwa sababu utatumai watazamaji wetu wanakuwa wapya, wanaongezeka kila wakati. Na kuna yule ambaye bado pengine hatujamwambia dhamira ni nini. Dhamira ni kisawe cha nia, shabaha, kusudi, lengo, msukumo. Nini kamsukuma kaandika hiyo hadithi? Kaandika ile kazi. Kwa hivyo nikisema hayo, nia yake ni nini? Nia yake nini kikamfanya akachukua kalamu na karatasi akatunga hii hadithi? Hadithi bila dhamira, hiyo hadithi itakosa utamu na mwelekeo wa kifasihi. Naam. Sababu kitambo wewe ulitunga shairi siku moja hapa nikalisikia. Ingawa kuna misamiati ya kiteso kidogo ila nakacheka. Sasa siku ile ukitunga lile shairi lako, unasukumwa na kitu. Na unajua unasukumwa na mambo ya michezo sana, soka. Naam. Alienda kaona pale watu wamecheza rafu, akaja akatunga shairi. Mada rafu acheni. Naam. Shairi ile ilikuwa na mvuto kwa sababu dhamira ilikuwepo. Kwa hivyo mwalimu amesema vizuri kwa lugha nyepesi. Nini ambacho kimekufanya ukachukua kalamu na karatasi ukaanza kutunga kazi yako? Ndio dhamira hiyo. Sambona mwandishi huyu Salma Omar Hamed amechukua kalamu na karatasi akaanza kutunga kazi yake. Sababu kwanza, kitu kipi ambacho kitapunguza kupata dhamira? Mwanafunzi angalie maudhui makuu. Yatamuongoza kupata dhamira. Na hayo maudhui makuu yameendelezwa vipi? Kumbuka hapa kuna swala la uongozi. Na uongozi umepakwa vipi? Umepakwa tope kwa sababu ya hali kuu ya ufisadi iliyokuwa pale. Kwa hivyo mwandishi analenga nini? Lengo lake ni kuwaonya watu, kuwaonya viongozi dhidi ya kuhusika kwenye mambo ya kiufisadi. Kwa sababu ufisadi uko na madhara yake katika jamii. Tuangalie madhara ya ufisadi kwa mujibu wa hadithi hii. Madhara yake utapata wahusika kama vile ambao wanafanya kazi halisi. Kama vile kina sasa na Mbura, wale wahusika hawana chochote. Kwa sababu wafisadi washachukua kile ambacho. Kile kitu.
Kwa hivyo dhamira yajitokeza katika mkondo huo. Naam. Sijui kama mwalimu Mwalata una jambo la angalau nia mojawapo ya mwandishi kuandika kazi hii ni kutaka kutuonyesha kwamba wale wanaofaidi ni wale ambao wako karibu sana na uongozi. ndio. Jambo la kwanza hilo. Na unapochunguza hapa, tukimchunguza muhusika DJ ana mabilioni, anamiliki bohari kwa sababu ya uhusiano wake na Bwana Mambo ambaye kwake fedha anazo. Anazo. Na unapochunguza wale hususan viongozi kama vile sasa na Mbura, kiwango chao kwa sababu cha mapato kiko chini. Kwa hivyo jambo la kwanza hilo. Licha ya kazi yao kuwa ni mawaziri. Isitoshe, jambo lingine ambalo tuwapata hapa ni kwamba siku moja maovu yatafichuka. Hata yakiwa kwamba yamejificha, maovu yatafichuka. Unapochunguza, hawa wanafanya mambo yao tu, hawajui kwamba wanatazama moja kwa moja. Hawafahamu. Lakini kumbe dunia ya watazama kwa kupitia vyombo vyote vya habari, Facebook, WhatsApp, runinga, kwenye gazeti, halafu kuna ile mitambo ya kuandika kwa mikono na kalamu, yote ujumbe unafichuka. Kwa hivyo utakuta kwamba hiyo ndio mojawapo ya maudhui. Kaka, kama unacho kuongezea labda katika dhamira. Lengo lake kuu ni kuonyesha kuwa vyombo vya habari vina umuhimu katika kufichua. Naam. Na vyombo hivi vya habari kwa vyovyote vile vikitumiwa na watawala wavipinge, vinastahili kutumika kufichua hayo. Mbona wakaleta televisheni alafu wakaongeza mitandao ya kijamii? Basi yaonyesha kuwa televisheni ingekataa, mitandao ya kijamii ingefichua. Naam. So kumaanisha umuhimu wa vyombo vya habari, teknolojia ya kisasa na wanahabari wa kisasa ni vigumu sana kujificha na maovu yatatolewa. Natumai haya ndio mwandishi pia anajaribu kutuonyesha. Katika mkupuo huo pia yaonyesha nafasi ya vyombo vya habari. Ndio. Vyombo vya habari ni muhimu sana kwa ajili ya kusaidia katika ujenzi wa jamii mpya. Iwapo vyombo vya habari havingekuwa, waona yule mhusika aliyepiga simu anasema kwamba tunaona live kabisa. Live kabisa. Kwa hivyo ni changamoto kwetu kama vyombo vya habari kwamba ni sharti tujizatiti kwa ajili ya kusaidia katika ujenzi wa jamii mpya. Tatu, ningesema kwamba dhamira tujenga kuhusu swala la utabaka. Jitokeza hapo vyema kabisa. Mwandishi anatuonya kuhusu swala la utabaka ambao unadhihirika. Utabaka hapa, chunguza tu kwamba wale walioenda katika hiyo sherehe ya mtoto wa Bwana Mambo kuingia katika shule ya chekechea na mmoja kuota vijino, moja kwa moja unapochunguza ni kwamba ni watu ambao wana vyeo. Naam. Hatukuona pale mtu wa kawaida. Na hata yametajwa. Sasa na Mbura wanapozungumza wanasema foleni za pale si zile foleni tu. Si tu foleni tu. Zina utaratibu wake. Utaratibu huu, unajua utaratibu mara nyingi hautapatikana kwa kina yake. Anapouleta amefafanua magari ambayo yalikuwa magari ambayo kwa pale watu ambao ni wa kifahari. Alafu tuangalie ule wimbo. Wimbo ule tena unatuonyesha ule mpaka uliopo kati ya matajiri na maskini. Swala lake la utabaka bado. Utabaka lajitokeza hapo. Anasema aliyepewa kapewa. Aliyepewa hawezi kupokonyeka. Tayari huu wimbo watuonyesha nini? Kuwa watu wa tabaka la juu wanajivunia mali yao, wanajivunia utabaka wao. Utabaka wao. Na tuangalie mali yao, hawajachuma wenyewe. Wajuma wenyewe. Sisi ndio tumechuma, wao wanatafuna. Wao wanapakua. Naam, kwa kuongezea na tumaini swala la 4 la 5 katika dhamira kuna swala la viongozi wetu kuweza kuthamini mali ambayo inatoka nje na kudharau mali inayozalishwa nchini. Unapochunguza kwamba katika maisha ya kisasa unakuta kwamba hata viti tu tunavyokalia hivi unakuta vimetoka Uchina. Na jamani, unapozunguka katika maeneo hayo unakuta kuna viti vizuri kabisa, lakini viti vitoka Uchina. Basi ndio tucho kwamba ni viti vyathaminiwa zaidi. Na ndipo hapa unakuta kwamba angalau mwandishi ameangazia kwamba mchele ule wa basmati umependwa sana, unapewa sifa, lakini ule mchele ambao unatoka Mbeya unadharauliwa kabisa katika hali hiyo. Kwa kuongezea tu pia mimi tuelewe kwamba mbali na swala kama hilo tunaangalia swala la ulaghai wa viongozi. Viongozi tuwapata jinsi ambavyo wanalaghai umma. Na wanafanya vipi? Wanaandaa tu sherehe ndogo tu. Sherehe hii ndogo yatumia fedha nyingi kuthibitisha kwamba hizi pesa zimetumika katika mazingira haya.
Kwa hivyo moja kwa moja ulaghai viongozi umedhihirika katika swala kama hilo. Kaka, sijui kama una jambo la kuongezea kuhusu labda swala la ufisadi. Natumai dhamira tumejaribu kukuza udhamira hivyo na mwanafunzi ambaye anatusikiza natumai kuna hoja za kutosha. Na mwalimu, pengine hapo tu kwa dhamira, mwanafunzi atapata vipi swali hilo? Litakuwa na moja kwa moja, pengine mwanafunzi ataambiwa fafanua dhamira ya mwandishi fulani alipokuwa akiandika hadithi hii, ama swali hili litakuja kwa njia ipi? Ya mojawapo ni mtindo kama huo ya kwamba eleza namna dhamira ya mwandishi katika hadithi hii ya Shibe Inatumaliza. Kwa hivyo siri moja ni kwamba mwanafunzi anapopewa swali kama hilo ni vyema ajikite kwa maudhui, jinsi ndugu yangu alivyosema. Ujikite kwa maudhui na ulete dhana ya kwamba mwandishi anataka kutuonya kuwa, mwandishi anatahadharisha, anatufunza, lugha kama hiyo, anakosoa. Huo ndio mtindo wa kuangazia. Sasa unaposema kama swala la ufisadi, je, mwandishi anaunga mkono ufisadi? Angalia maneno ya mwandishi jinsi anavyozungumzia ufisadi. Je, anaunga mkono? Anaukashifu? Yes. Katika muktadha huu mwandishi anaukashifu. Anaukashifu. Usidhani mwandishi pia katika ile sheria anafurahia. Kwa hiyo huyu mambo ni mambo. Lakini sasa Nambura pia wako pale kando. Kuna jinsi anavyoitoa ile kashfa kwa njia ambayo wewe ukiisoma kama mwanafasihi utajua. Anaitoa vipi? Anakashifu, anapongeza, anafanya. Na kabla tujafunga hilo jamvi la dhamira, kuna jambo linajitokeza hapa. Swala la mirengo au migawanyiko katika viongozi. Nataka tuelewe hapo, unapochunguza kule mwisho, huyu sasa Nambura wamekuwa hapo katika uongozi. Pia wanadhulumiwa kwa sababu hawapati ile haki yao. Ndio wanashiriki ufisadi, wamekuwa walafi, lakini ukichunguza kidogo huyu muhusika Mbura kiasi ni kama amekuwa mtetezi. Jasusi. Ni jasusi. Unaona anatetea mchele wa Mbeya. Alafu unapochunguza kule mwisho, wakati simu inapopigwa utakuta kwamba wanasema kwamba walifikiri kwamba watakupa mfupa. Lakini kumbe hawajafaulu. Kwa hivyo kuna uwezekano mkubwa kwamba Mbura kiasi ni mtetezi wa haki za wanyonge. Naam. Kaka. Lakini kwa mkono mwingine pia tunakubaliana kwa sababu fasihi tulisema bora unaweza thibitisha. Ni mtizamo wako na bora uweze kurejelea pia matini vile utakuwa sawa. Kwa mkono mwingine pia kuna uwezekano sasa Nambura walijiunga na Bwana Mambo katika ile sherehe. Pengine kwa nia nzuri kisirisiri. Wale baadaye wanapata mshtuko wanapogundua kuwa watu pia wanawatazama. Mshtuko unakuja huko mwisho. Wao wanatarajia kwamba wataonekana. Hawakutarajia kuwa wataonekana. Sababu kumbuka yale matukio wao walikuwa kiyafuatilia moja kwa moja kupitia kwenye televisheni. Baada Shibe liliwakanganya wakajua kwamba wakitoka wakija katika Shibe hili pengine katika video na vile vile katika vyombo vya habari matukio yale yatakoma kuonyeshwa. Unajua walipokuja pale pengine walikuja kisirisiri bila kujua kwa umati unawatazama. Baada ya kula yale matukio yote yakamilika ndipo wakagundua kumbe tunawatazama simu ilipopigwa. Na katika mkupuo huo kuunga mkono hilo swala na pia kutetea upande wangu, ukichunguza huyu mhusika, unapochunguza ukurasa 44 angalau aya ya 3 kutoka chini, unaona kwamba yeye Mbura anajaribu kuonyesha madhara ya ufisadi. Anasema kwamba angalau wamepuuzwa kule sikukuu, yani harusi kwa niaba ya wale wengine. Kwa hiyo unapokutana kwamba anajaribu kuzungumzia kuhusu, kwanza yeye anazungumzia kuhusu madhara ya ufisadi. Masuala ya kunyang'anya mashamba, kunyang'anya vile ambavyo ni vyao, amesema hivyo. Kunyang'anya vinavyoonekana na visivyoonekana ambavyo ni vyao. Anasema hata vizuri hapo kwamba eti wao kazi yao ilikuwa ni kukula kwa niaba ya wengine. Yaani viongozi walikuwa wanakula kwa niaba ya wengine. Chakula sema sisi sote. Wale watakaozaliwa miaka 50 ijayo na wale waliokufa, sasa hao kazi yao wanakula kwa niaba ya watu wengine. Kwa hivyo viongozi wetu katika hali fulani wanapokalia vita vya uongozi, wao wanakula kwa niaba ya watu wengine. Jamani, Shibe
inatumaliza. Na usisahau sasa Nambura walikuja kuwasasambua wahusika katika sherehe ya Bwana Wao. Nimetazama kwenye kamusi yangu elezi maana ya kusasambua. Na nikaona kweli ile maana ya pili ya kusasambua huenda ikaoana na maudhui. Ni kukata kidogo. Kusasambua ndio. Yaani unamaanisha kwamba hili au mhusika sasa alafu mbura ni jina limekatwa, kwa hivyo ni sasambua. Tunaweza Sasambua. Sasa Nambura kuja kusasambua. Kusasambua. Kwa sababu kifasi pia tunaweza kuruhusiwa kufikiria katika mkondo huo. Naam. Unajua kusasambua ni kule kuvua uchi. Kuvua uchi. Kwa hivyo wamekuja kuonyesha ule uchi wa Bwana Wao. Wale watu waliofika katika sherehe. Unajua kama saa hizi sasa tunaona shibe atumaliza. Dira na tusasambua. Sasa tunaona yaelekea unafanya unajaribu kusema kwamba nisimeze sababu uende haya sawa basi. Sasa wausikao mwandishi pia huenda akawa amewatumia kimajazi pale. Ndio mtindo majazi pia waruhusiwa. Kwa sababu dhana ya kusasambua wajua pia inamaanisha ile hali ya kutoa kitu, kutoa vitu ndani ya mkoba kimoja baada ya kingine. Kimoja baada ya kingine. Kwa hivyo kupitia wahusika hawa, sababu ni wametawala hadithi. Hata unapochunguza ni kwamba huyu mhusika mambo amechora tu kidogo, lakini sasambua sasa Nambura wamejenga hii hadithi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kwa hivyo wamekuja pale kwa ajili ya kusasambua, kwa ajili ya kutuonyesha maovu ambao viongozi wetu wanao. Kwa hivyo wametumika pale kwa misingi ya kwamba wamekuja pale kwa ajili ya kumtetea, yani kuonyesha kwa upana taswira ya jinsi ambavyo wahusika walivyo katika hali hiyo. Kwa hivyo sasa Nambura wao wenyewe wamekuja kuonyesha wao vile vile ni viongozi. Naam. Wana hilo tope pia. Lakini japo wengine wanajaribu kujitoa, lakini wana hilo tope. Na vile kaka anasema kwamba kule mwisho baada kuonekana kwamba kumbe tuonekana live bas moja kwa moja alafu sasa tuangalie kitu hapa tusisahau. Kumbuka tulikuwa tunaangalia shibe yetumaliza. Na lazima tutakuja kurejelea. Tupende tusipende jinsi anwani hii inavyoafikiana na hadithi ambayo tumesimulia. Naam. Unaona katika ukurasa wa 44 kuna mazungumzo hayo, lakini kula unatumaliza vipi? Sasa anahoji. Ndio, huyo nani anamjibu? Bila shaka Mbura. Ndio. Mbura, naam. Tena sana tu, hebu ona. Sukari, pressure, saratani, madonda ya tumbo, obesity. Naam. Ni kula tu. Kula tu. Na hata vifo, kuuana kwa mabomu, risasi, kunyongana, ni kula tu. Kula tu. Na kuuana kifikra, kimawazo, kumnyang'anya vinavyoonekana na visivyoonekana, haki, utu, heshima, uhuru, ni kula tu ndugu yangu. Na hata hatujali lawama. Ni ati tuliopewa twapewa. Kwa hiyo moja kwa moja anapomeza angalau mate. Kaka ameelekeza moja kwa moja katika mada ambayo tunazungumzia kuhusu ufaafu wa anwani. Ufaafu wa anwani. Na hapo ameanza tu kuhusu madhara. Na katika ufisadi. Wajua katika hii anwani shibe inatumaliza imejengwa kwa maneno mawili. Neno la kwanza tunaona nomino shibe. Shibe nomino. Alafu inatumaliza ni kitenzi hicho. Unapochunguza neno shibe yatokana na yani niseme kwamba shibe maana yake ni hali ya kutosheka. Hali ya kutosheka baada ya kukula kitu. Yani hali ya tumbo kutosheka baada ya kula kitu inamaanisha shibe. Alafu unapochunguza dhana ya inatumaliza. Wajua mwandishi kuna pale hii ni kipengele cha ngeli inatumaliza. Na ni wakati uliopo inatumaliza. Sio ilitumaliza wala itatumaliza. Inatumaliza. Na kumbuka ni maneno ambayo yameandikwa. Hata tusome miaka 10 ijayo yatasalia kuwa tu wakati tutabakia kuwa ule. Sasa sehemu kuu ya kitenzi hicho inatumaliza kuna mzizi malizi ambapo maliza inamaanisha angalau katika muktadha huu hali ya kuangamiza. Hali ndio inatuharibu. Kwamba baada ya kutosheka bado tuangamiza. Naam. Kwa hivyo moja kwa moja inalenga hawa ya kwamba viongozi. Kwamba viongozi kwa ujumla ndio wanaotumaliza. Na katika hali ya hiyo shibe inatumaliza. Shibe tumeona nafasi kwanza viongozi
unapochunguza ni kwamba huyu mhusika ambaye ni mhusika mambo ana nafasi katika uongozi, yeye anajipakulia mshahara mwenyewe. Katika ulaji pale, chakula kinaletwa pale, chapikwa nje. Kumekuwa na tashtiti kuhusu usafi wa chakula hicho, kwamba chakula hicho hata haibainiki wazi kwamba ni kinapikiwa wapi na usafi wake unatiwa dosari. Isitoshe, kinacholiwa pale, kuna vinywaji vitamu, vinywaji vichungu, vinywaji chachu, vinywaji vyote ambavyo vimetoka hata katika sehemu zote zile. Kwa hivyo moja kwa moja sasa inatumaliza, tuingia ukurasa 44 ambapo kaka amezungumzia kuhusu inatumaliza kivipi. Sasa madhara. Kwa hivyo inatumaliza, inaangazia madhara inayotokana na uongozi mbaya. Madhara hayo ambapo tumezungumzia kwa mkupuo kaka, labda kwa ajili ya manufaa ya mtazamaji. Wamesema kuna magonjwa na yale magonjwa yametajwa hapo. Kuna sukari, pressure, saratani, madonda ya tumbo, obesity. Hayo yote kutokana na kula. Naam. Jambo la pili, kwa sababu ya kula, kuna vifo vinavyotokana na vita. Umekula shibe, umekula chakula cha mwingine, wahitaji waua wengine ili uendelee kushiba. Naona? Na tunaweza kula cha wengine. Nasema uwamalizie. Unajua pale Nyanga amemalizia. Sasa ukiwamalizia au shibe itakuwa inamaliza wale wengine. Naam. Kuna madhara mengine kaka. Zungumzia hapo. Wametaja watu pia wanauliwa kimawazo kabisa. Kwa sababu ya shibe. Kimawazo vipi? Kwa mfano sasa hizi Bwana Malata ameandika Pepeto kwenye simu jamii. Haya ni mawazo. Alafu mimi Bwana Otieno nikasema Malata, wacha haya mawazo mimi pia niyachapishe kwa jina kubwa kabisa Bwana Otieno. Naam. Na niboreshe zaidi. Kisha nitakuwa nimeumua Malata kabisa kwa njia moja. Basi shibe itakuwa imemaliza Malata. Sasa kwa hivyo shibe atumaliza, tuangalie madhara ya tamaa. Hii tamaa itaathiri vipi sisi binafsi, wenzetu ambao wako pale chini maskini ambao hawawezi fikia hali zetu, tutawaathiri vipi? Hiyo ndio anwani, shibe yatumaliza. Na mwalimu umesema kitu ambacho nimefurahia sana. Naam, kipi kaka? Mwanafunzi aangalie anwani hii, atenganishe maneno, kisha ayafasiri vile. Shibe ni nini? Umekula, umetosheka. Lakini kumbuka, kula kutosheka si shida. Shida ni kula kutosheka na bado wataka utosheke zaidi ya kutosheka. Naam, ndio. Unajua kiangalia katikati ya mistari hiyo, atakuja kuona hapa. Waliokula shibe hawamaliza. DJ gani ambaye anaweza lipwa mabilioni kwa sababu ya kazi ya DJ? Na kama wewe ni DJ, mbona upewe kandarasi tena? Wewe ndio unamiliki bohari la madawa. Na serikali kitaka kununua dawa inakuja kwako. Angalia bandi, hii shibe yamaliza huyu mtu. Anacheza nyimbo ambazo zimeteuliwa. Labda najua kwa sababu ya wakati. Angalau tuguzie kidogo maudhui. Ndio. Si kama muda utaruhusu kaka. Muda kidogo pengine mwelekezi wetu atatupa dakika 5 hivi. Naam. Kwa hivyo maudhui. Nini maana ya maudhui? Maudhui ni jumla ya mambo muhimu ambayo yanapatikana katika kazi ya fasihi. Mambo ambayo yanazungumziwa ni yanayotajwa, yale ambayo yanajenga wazo kuu. Na hapa moja kwa moja swala la ufisadi wa viongozi limedhihirika wazi. Ya kama unapochunguza ni kwamba viongozi wetu badala ya kuwahudumia umma, wao kazi yao wampeleka tumbo pale. Viongozi wetu hawajali umma. Utakuta kwamba wanadharau sana umma. Kiasi kwamba wanasema kwamba mali wanayopata ni hata wanamkujali Mwenyezi Mungu, ya kwamba walipewa hiyo mali na Mwenyezi Mungu. Sikia hapa, nataka kusaidia kudhibitisha kauli yako. Mola ndiye atoae akampa mauluki. Nimelia sana huu wimbo tungeuimba, lakini Mishi Zero sijamua. Nimekwambia kwamba nitauimba lakini sio leo. Sauti yako yakataa bwana. Umpa amtakaye, huyo ndiyo humbariki. Na kila amnyimae kupata hatodiriki. Mpewa hapokonyeki, aliyepewa kapewa. Hata ukifanya chuki bure unajisumbua. Ili kuthibitisha kauli mwalimu amesema kuwa wakipata zile mali kwa njia zisizo halali, wao wanashukuru na kusema kuwa Mungu ndiye amewapatia. Ndio. Kwa hivyo swala la dhulma ya viongozi pia dhirika wazi katika hadithi hii.
Na dhuluma hapo napochunguza ni kwamba basi viongozi wanadhulumu wale wanaoongoza. Nafasi hatuone hapa mwananchi akitetewa na akipewa nafasi anadhulumiwa kivipi. Jambo la kwanza, hata tuanze na ule mchele anaouzalisha. Viongozi hawataki ununuliwe, wataka wanunue mchele kutoka, yani basmati kutoka mataifa nje. Dhuluma hiyo kwa mkulima. Dhuluma hapa unapochunguza ni kwamba iwapo huyu kiongozi hapewi mshahara, yeye anapakua kile ambacho anaona kwamba kinanitosha. Yamaanisha nini hiyo? Nitapakua na cha mwingine. Na hata wamesema bayana kwamba wao wanakula kwa niaba ya wenzao waliotangulia na wanaokuja hata wanaokuja baada ya miaka 50. Kwa sababu dhuluma ya viongozi yaonekana moja kwa moja katika hadithi hii. Isitoshe, kabla kakangu anajiandaa kuhusu maudhui mengine, ulaghai wa viongozi waonekana hapo moja kwa moja. Jamani, inasemekana vizuri kwamba huyu amepewa kazi, lakini kazi hii yeye anasema kwamba hata kwanza hajui kazi yake ni gani, hajui. Na huyu ni waziri mkuu, hajui kazi gani anaifanya. Moja kwa moja, iwapo haujui kazi ambayo unaifanya, ulaghai huo, wizi huo. Viongozi wetu mradi wameonekana kwa ofisi, alafu basi watafute vyombo vya runinga waonekane kule kwamba mimi ni waziri wa mchezo, waziri wa masuala ya afya. Basi samahani, pole. Kitaja mchezo Sisemi hapa nchini. Ukamkanyaga pale nyake. Sisemi hapa nchini. Tuko live kabisa. Hii ni fasihi. Kwa hivyo hii ni fasihi kaka zangu. Fasihi hatujataja Kenya, hatujataja jimbo fulani. Lakini tunapozungumza tuna baadhi ya mawaziri. Okay, tuna waziri ambaye hatujui kazi yake. Sasa tuendelee. Ya ukweli huo ya kwamba utakuta kwamba moja kwa Kenya hatujui kazi yake. Na yeye mwenyewe hajui, anajua ni waziri wa michezo pale shuleni. Na najua nikiulizia hapo moja kwa moja, lakini wewe unajua kazi yako. Kwa sababu vijana wako hana mchezo katika soka. Sawa. Tulitoa jasho, Malata ananitambua na kuniogopa. Sijasema kitu. Na sitasema. Unajua nini? Acha nikwambie kweli. Wewe pia ni waziri wa michezo, sijua kazi. Kwa nini? Kumekuwa na mchuano mkali sana. Wapi? Kati ya St. Peters na St. Joseph. Malata akitoka jasho, naomba live kabisa tumuone. Ukurasa ataufunika. Kwa hivyo jambo la ulaghai viongozi tunadirika wazi. Yani walikuwa tu wakizungumza, lakini kauli yetu baadaye. Hatuseme kitu kwa sasa. Cha msingi ni kwamba tunaangazia angalau nafasi ya viongozi, ya kwamba na kwa muhimu wa msikizaji. Na hapo ni muhimu sana katika tunapozungumza na wanafunzi. Wakati ambapo tunapoangazia waulize swali kwamba eti hadithi ya Shibe Inatumaliza ni taswira kamili ya mataifa ya nchi za Kiafrika. Tunakuomba mwanafunzi, tafadhali usije ukaanza kutaja mataifa kwa majina. Ukaanza kutaja labda tuseme Uganda, Kenya. Wala usije wamesema pale unyakuzi wa vinavyoonekana visivyoonekana. Usianze pale ukasema kwamba eti mathalan OJ yeye alinyakua andazi la mwanafunzi. Hapana. Sababu katika utani akachukua andazi. Unamjua? Shibe Inatumaliza. Kwa hivyo yani yule mhusika sasa, yule mhusika Mbura, yule mhusika ambaye anaitwa mhusika Mambo, mhusika huyo anawakilisha ile mhusika unayemzungumzia ambaye amenyakua, ambaye anajipakulia, ambaye anafanya kila kitu. Kwa hivyo asije akamtaja huyo mhusika. Nikiwakilishi tu. Kwa sababu fasihi inatumika kwa ajili ya kupunguza makali. Ili mtu anapoketi kwa mfano asianze kukosa furaha wakasema kwamba wananitaja mimi. Lakini unapotumia mhusika fulani basi moja kwa moja utakuta tumemfunga. Umezungumza hilo mwalimu, nikakumbuka kuna mwanafunzi ambaye alikuwa anataka kuthibitisha swala fulani katika fasihi, akamtaja mwalimu na matukio yake. Kwa mfano, kwamba fafanua kutumia mifano, akamtumia mwalimu ambaye alikuwa anasahihisha. Huyo mwanafunzi hatakuwa fasihi. Sababu katika fasihi hatutaonyesha hisia na tuzilinganishe na matukio kwenye matini. Katika fasihi nastahili kukutusi bila kujua nimekutusi. Naam. Na utoke wewe unisalimie unichekee.
Umetusi nilirusha. Cha msingi katika fasihi, jambo la muhimu hapa, taja maudhui. Ndio. Si ndio? Kwa mfano useme kwamba kama unaangazia dhamira ya maudhui ya ufisadi, useme kwamba viongozi kujipakulia mshahara ni ufisadi. Mathalan, Mambo anajipakulia mshahara bali hapewi mshahara na anatumia katika shughuli zake za kibinafsi. Natumai hivi ndio jinsi ambavyo vinafangazia. Taja mfano wa mhusika kwenye hadithi. Lakini usimtaje mhusika katika jamii yetu. Usitaje Malata hata kama umeona kwamba anafaa. Asante. Mwalimu, naona muda wetu umetupa kisogo, na vile vile mwelekezi hapa na ashiria kwamba ametupa muda wa kutosha. Pengine kumalizia moja alafu tufunge. Kuna masuala pengine ya kiburi. Mtu asisahau kuwa afadhali mtu akunyang'anye na aende. Anayekunyang'anya na bado anakuonyesha kuwa amekunyang'anya na kukutajia, anakuzidisha machungu. Na anatokana na kiburi. Bwana Mambo licha ya kujipakulia mshahara, kupata pesa zile nyingi kwa njia zisizo halali na kuacha wananchi katika hali ya umaskini kupita kiasi, tunaona bado anawakejeli wale wananchi kwa kuimbia ule wimbo kitaalamu. Na ule wimbo ambao ukichezwa katika sherehe zake zote, basi hii inaonyesha kwa bwana alikuwa ni mtu mwenye kiburi. Swala lingine ni swala la wanahabari. Tulikuwa tumelitaja pia katika dhamira, lakini pengine ni vizuri niweze kuligusia. Wanahabari, nafasi ya wanahabari. Nafasi ni gani? Nafasi ni kufichua maovu. Nafasi ni kutuonyesha mambo jinsi wawe kioo cha jamii. Kwa hivyo Facebook, WhatsApp, Twitter pamoja na televisheni ambayo ilikuwa ikimulika yale matukio, basi yametumika kuonyesha uovu na uchafu wa viongozi wetu. Na hapo ni heko kama kutakuwa na wanahabari kama hao. Sasa natumai baadhi ya maudhui yetu. Bila shaka mimi sina la ziada ila kusema kwamba angalau katika hadithi hii imeafiki sana jamii ya kisasa. Katika sehemu ya nchi, uongozi wa nchi, uongozi pale nyumbani, uongozi katika maeneo siku hizi kuna magatuzi na kadhalika, katika sekta yote ambapo kuna taasisi, utakuta kwamba shibe inatumaliza ndio chanzo cha umaskini katika mataifa yetu. Na ninamwacha mtazamaji na msamiati kama mwalimu wa lugha, msamiati mmoja. Na leo msamiati wangu kabla shibe itumalize, ninamwacha mtazamaji na msamiati huu. Kuna neno bango. Bango ni ile madigadi ya gari au baiskeli. Kwa hivyo ili kuashiria msamiati ambao unataja ile sehemu tuita bango. Kwa hivyo unaposema kwamba baiskeli yake ilipokosa bango, basi matope yalimwendea. Hata wewe umetaja bango likagania na yule muziki kutoka pwani ikaanza. Kwa hivyo msamiati wa siku. Mimi nasema asante. Inshallah kwa majaliwa. Naam. Nisimalizie pengine kwa kutaja machache, sitakosa kuwataja walionipigia na kusema wanapongeza kipindi kabla sisi kuingia. Tumezungumza na kaka Jilani wa Mbura. Leo hii akiniambia, mwalimu, nasikia wafanya kazi nzuri sana huko na bwana Malata. Nikasema tutakuwa. Sasa pia akasema siku moja atakuja ungane na sisi. Kaka Sanya pia. Kaka Sanya. Naam, Lugulu Girls. Tumezungumza na Msarifu, Magema. Ingawa saizi wako katika shule ya upili ya Musingu wanaendeleza mambo ya lugha. Mwalimu Muleri kutoka Moi Girls na Ngili. Pia naomba mwalimu Heko, tutahakikisha kwa tunafuatilia kipindi hadi tamati. Pia kabla sijakosea, walimu katika shule ya upili St Peters Boys High School wanafuatilia moja kwa moja, na akaniarifu katika ujumbe hapo bwana Nambaka ambaye ni mkuu wa somo la Kiswahili kwamba wanafuatilia moja kwa moja, na tunasema heko sana wote ambao wanatufuatilia katika hali hiyo. Na mtazamaji, ni mengi zaidi tungetaka kuendelea zaidi, lakini kwa sababu tunataka shibe itumalize. Kwako Ira Mugaisi. Asante. Naam. Mimi naanza. Mimi naendelea. Mimi naendelea. Mwalimu, litakunyonga. Aliezi nyonga. Shibe atumaliza bwana. Tutajua nani anasema leo shule. Nani amu? Baba na mama, mtoto amuka wende shule asubuhi na mapema, we ndio kiongozi wa baadaye.